Jua nimejitahidi kufuatilia sakata la dabi Simba na Yanga. Inaonesha wazi dhahiri kwamba mamlaka husika hazijasimama strong, ndio maana tunapelekea ili swala linaleta migogoro, kwa sababu endapo mamlaka husika zingesimama katika nafasi zao, nadhani mgogoro usingetokea. Kwa sababu nikiangalia namna ambavyo Yanga wanadai kwa nini hawachezi dabi, kwa sababu ya ile mechi iliyopita wakadai kwamba Simba aligomea mechi, umeelewa? Simba nao ukiwasikiliza wanatoa sababu zao za msingi, Yanga nao wanatoa sababu zao. Kwa hiyo ukija kusikiliza ni kama vile solution ilikosekana, ndo na baada ya kukosekana hiyo solution ndio imekuja kuzaa mgogoro. Light mamlaka husika, bodi ya ligi, sijui TFF wangesimama katika nafasi zao, sidhani kama mgogoro ungefika pakubwa kiasi hiki. Siku ya jana Simba nao wametoa taarifa kwamba watagomea mechi endapo tarehe itagairishwa. Umeona namna gani ambavyo inapeleka mtafaruku. Tuliona Simba ndio alisimama kwenye msimamo wao kwamba dabi iko pale pale, lakini kwa sasa hivi nao wanasema kwamba endapo mechi itagairishwa basi na wao pia watakataa kucheza hiyo mechi nyingine, mechi namba 188 nadhani. 188 nadhani kitu kama hiko. Umeelewa? Na wao pia watafanya nini? Watagomea mechi kama itagairishwa. Umeona ni kwa namna gani ambavyo hizi timu mbili namna zilivyokuwa zina nguvu na zinavyoweza kutikisa mamlaka husika. Sasa mamlaka husika, solution ya hili tatizo, kama watanisikiliza, nadhani itasaidia sana. Unajua siku zote kwanza kabisa inabidi tuheshimu mamlaka husika. Mamlaka husika lazima iheshimiwe. Na tunaheshimu kwa namna gani? Sasa lazima nao pia wasimame kwenye nafasi yao. Yaani uwezo ukataka heshima wakati wewe mwenyewe pia haujiheshimu. Umeona? Yaani mamlaka inabidi ionyeshe nguvu ambayo wako nayo. Sasa mamlaka zinapelekeshwa, mara Yanga wanapelekesha mamlaka, mara inaonekana Simba sio wanapelekesha mamlaka. Hapana, ni kwa nini inaonekana mnapelekeshwa? Kwa sababu mmeshindwa kusimama kwenye nafasi zenu. Kama mnashindwa kutatua mgogoro ambao ulianza ukiwa mdogo. Ile mechi iliyopita, ile ya kwanza kabisa, ile ya Machi 8, sijui ilikuwa ni Machi 8, umeelewa? Mpaka inakuja sijui inashindikana kuchezwa kwa sababu ukija kusikiliza zile sababu ambazo Yanga walizitoa. Sawa, ukiwasikiza nao Simba sababu zao, bodi ya ligi TFF labda ongeza kukaa chini na kutafakari na kulisolve lile tatizo, nadhani tusingefika katika hatua hiyo. Tumefika huko kwa sababu ya yale yote ambayo nafasi imeshindwa kuchukuliwa. Yaani viongozi kama viongozi walishindwa kuplay part yao kwamba hapa bwana Yanga kuna hiki na hiki na hiki na hiki, Simba kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sawa, nyie ni timu mbili kubwa sana hapa Tanzania, mnasifika. Sawa, nyie pia kuna baadhi ya nchi huko pia mnafuatiliwa, Afrika na dunia kwa ujumla. Tuchukulie mfano kama Simba alichokifanya, japokuwa hawajachukua kombe la ubingwa, lakini tumeona namna ambavyo Simba wameitangaza taifa la Tanzania. Umeona? Kwa hiyo ni timu kubwa sana. Sasa ili swala linavyozidi kutamba pia linazidi kuonesha udhaifu wa bodi ya ligi na TFF kimataifa huko nje. Watu wanajua kwamba Tanzania bwana, mfumo wao wa soka haupo vizuri. Umeona? Kwanza kabisa madhara yake, inazalilisha taifa, inazalilisha mamlaka husika, na pia inaziweka timu katika mgogoro. Mgogoro unazidi kuwa mkubwa. Yaani ili swala lisipochukuliwa serious, mgogoro unazidi kuwa mkubwa. Mimi yangu ni wao bwana, niite Yusko the Boss kutoka hapa Yusko TV. Bye bye. Usisahau kufollow, usisahau kulike, usisahau kushare.